kuwaona nyote. Mungu awabariki sana kwa kuja. Bwana Yesu asifiwe. Na tumai wale ambao tumekuwa hapa pamoja kwa safari yetu ya kitabu cha Mwanzo, tumefika mlango wa 26. Asante. Tumefika mlango wa 26 na kwa mkutasari tumefanya sasa hadi fungu la 12. Huenda 13 na 14 kawa tuligusia, ila kwa kifupi. Lakini mlango huu wa 26 tumeweza kudhibitisha mpaka sasa jambo kuu ambalo tuko nalo hapa ni kupitishwa kwa maagano, na namshukuru Mungu kwa ajili ya mhubiri wa asubuhi wa intercession, jinsi ambavyo ameweza kutoka kitabu cha Mwanzo, na nimefurahia maelezo yale ambayo wameweza kutoka pale. Lakini zaidi sana ya agano, hilo ndilo jambo ambalo lilikuwa kubwa katika mahubiri yale, na jambo hilo pia tunaliona kuwa ni sehemu kubwa katika mlango huu wa 26, kwa sababu baba Abraham anaweza kuaga mlango wa 25 na 26. Tunaona mwana anachukua mambo haya, na ili nataka turudi nyuma kidogo tuangalie mlango wa 5 wa kitabu cha Mwanzo, ili tunapoingilia siku ya leo mahali tunaweza kuendelea tukaweze kujua. Msomi kama uko tayari, basi nitaanzia fungu la kwanza, mlango wa 5, nitasoma labda hadi fungu la 9. Kuna kitu tunataka tujue tunapoendelea na safari hii. Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Siku ile Mungu alipomuumba mtu kwa sura ya Mungu, alimfanya mwanamume na mwanamke aliwaumba, akawabariki, akawaita jina lao Adamu siku ile waliumbwa. Adamu akaishi miaka 130, akazaa mwana kwa sura yake, kwa mfano wake, akamwita jina lake Sethi. Siku za Adamu baada ya kumzaa Sethi zilikuwa miaka 800, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Adamu alizoishi ni miaka 930, naye akafa. Fungu la 6. Sethi akaishi miaka 105, akamzaa Enoshi. Sethi akaishi baada ya kumzaa Enoshi miaka 807, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Sethi ni miaka 912, akafa. Enoshi akaisha. Tunapoangalia, na hiki ndio kikubwa ambacho tunakiona katika mlango huu wa 12, mlango huu wa 26, kile ambacho kimeweza kutokezea ya kwamba Abrahamu amekufa, na baada ya Abrahamu kufa Bwana Mungu anamtokezea mwanawe Isaka. Anapomtokezea anaanza kuyarudia tena maagano yale ambayo Bwana Mungu aliweza kuyafanya katika mlango wa 12, mlango wa 15, mlango wa 17 wa kitabu cha Mwanzo. Lakini tunapoangalia kutoka mlango huu wa 5, kuna tabia ambayo inaweza kuendelea. Tunajua ya kwamba kutoka mlango wa 3 wa kitabu hiki cha Mwanzo, fungu la 15, baada ya dhambi imeingia duniani, Mungu anapokuja kuweza kukabiliana na uasi ambao umeweza kufanyika, neno la ahadi linatolewa ya kwamba kwa sababu ya nyoka ameweza kumhadaa Hawa, na Hawa kamuingiza Adamu katika dhambi, Bwana Mungu anaachilia laana, na laana inayoachiliwa inakuja kisha katika ahadi, na ahadi ambayo inaweza kutoka ni kwamba Mungu anaahidi ya kwamba basi mwana wa mwanamke ataweza kuja kukisaga kichwa cha nyoka, na nyoka ataweza kukiuma kisigino cha mwana yule. Na tunaona dhambi imeingia, mauti yanaingia katika duniani. Lakini mlango wa 5, angalia vile inafanyika.
Biblia Bwana Mungu alipoumba mlango wa pili, tunaona ya kwamba alimuumba mwanadamu kwa mfano wake na kwa sura yake. Tumesoma mlango wa 5 ya kwamba Adamu baada ya dhambi kuingia, naye akaanza kuzaa watoto, lakini wale anaowazaa Adamu anawazaa wakiwa wanafanana katika sura yake na kwa umbo lake. Lakini hiyo si hoja. Hoja ni tunaona Adamu anakufa, lakini kabla Adamu afe kuna jambo Biblia inataja ya kwamba amemzaa Seti. Kabla ya Seti kufa, Biblia inataja Seti amekufa, lakini Seti kabla afe amemzaa mwana anaitwa Enosho, na kizazi hicho kinaendelea vivyo hivyo, Mungu akiashiria ya kwamba ahadi ile ambayo wameinena katika Mwanzo 15 ni lazima ipate utimilifu. Kwa hivyo kizazi ni mpaka kiweze kuendelea. Same trait ambayo inaonekana katika mlango huu, kwa sababu tunaona hapa Isaka naye hataishi milele. Tunapoingia milango hiyo inayofuatia Isaka, hapa tunamwona Isaka amezeeka. Isaka atakufa, lakini kabla Isaka afe tunaona ameweza kuzaliwa mwana Yakobo na Isau. Angalia fungu la 34 mlango huu wa 26. 26:34 inasema, saidieni na vipaza sauti. Esau alipokuwa mwenye miaka 40 akamwona Yudithi binti Beeri Mhiti na Basemathi binti Eloni Mhiti. Roho zao Isaka na Rebeka zikajaa uchungu kwa ajili yao. Isaka na Rebeka wamezaa watoto wawili. Tutaendelea, najaribu kuleta hiki kuweza kuweka picha ambacho tunaweza kuendelea ya kwamba baada ya Isaka Mungu atamchukua Yakobo aweze kumtumia, na baada ya Yakobo kufa Yakobo atazaa wana 12, lakini kati ya wana 12 Mungu atamchukua Yuda kuweza kumtumia. Kile kinachofuatwa ni kile ambacho Bwana amekinena mlango wa 3 fungu la 15 kwamba kuna mbegu inayotafutwa, eventually mbegu hii mpaka ipatikane. Kwa hivyo kabla ya mtu mwingine kufa, Bwana anasababisha kizazi kingine kuweza kuinuka ili kusudi la Mungu liweze kutimiwa. So mlango huu mpaka sasa tumethibitisha jambo lililokuu, na ambalo hilo ndio tutaweza kulibeba tunapoendelea katika milango ingine ambayo Bwana Mungu anamtokezea Isaka na anarudia maagano yale aliyoyafanya na Abrahamu, kwa sababu Abrahamu amemaliza kazi yake, imeisha. Isaka anaingia na maagano haya ambayo Bwana Mungu yuko nayo ni maagano ya umilele itakayoweza kuleta wokovu katika dunia. Tuliweza kuangalia pia tukaona ya kwamba Isaka akiwa katika nchi ile mambo mengi yameweza kutokezea. Ameweza kudanganya kwamba Rebeka si mkewe, imeweza kugundulika, na baada hiyo kuweza kugundulika tunaona anakemewa. Na juzi tulipokuwa kwa ibada ya maombi hapa Ijumaa, lipenda vile ambavyo wapendwa waliweza kueleza baadhi ya mambo makuu ambayo wameweza kuyatoa katika mlango huu na hasa jambo hili. Ila tukasema kama Isaka anakuja kudanganya immediately baada ya kwamba Mungu ameweza kumtokezea, na tuliweza kusema ya kwamba jambo la kuweza kutokezewa na Mungu ni jambo ambalo linaleta, angalau katika maneno yangu, kwamba it is a spiritual experience ya kwamba umeweza kuonana na Bwana. Hatujui vile Bwana alivyoweza kumtokezea Isaka, lakini tunajua yamkini ya kwamba Bwana alimtokezea. Na tukasema ya kwamba jambo hili la Isaka kuanguka katika dhambi hii ya kudanganya ni jambo linalowapata hata Wakristo, na tukaonya kwamba Mkristo yote anayejidhani kwamba amesimama, Biblia ilionya katika waraka kwa Wakorinto mlango 10 fungu la 12 ya kwamba angalie sana asije akaanguka. Sasa leo nataka tuangalie kama Bwana atarudia tuweze kufika fungu la 25 ili juma lijalo tuweze kumaliza mlango huu. Kwa hivyo tuanzie fungu la 12 mahali tulikuwa tumefika juma lililopita, na tuweze kuendelea. Msomaji.
Mwanzo 26 kuanzia 12. Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa 100. Bwana akambariki, na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kustawi hata akawa mkuu sana. Akawa na mali ya kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi. Hao Wafilisti wakamhusudu, na vile visima vyote walivyochimba watumwa wa baba yake siku za Ibrahimu babaye, Wafilisti walikuwa wamevifukia wakavijaza kifusi. Abimeleki akamwambia Isaka, utoke kwetu, maana wewe una nguvu sana kuliko sisi. Basi Isaka akatoka huko, akapiga kambi katika bonde la Gerari, akakaa huko. Isaka akarudi akavichimbua vile visima vya maji walivyovichimba siku za Ibrahimu babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Ibrahimu, naye akaviita majina kufuata majina alivyoviita babaye. Watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata visima vya maji yaliyobubujika. Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo akakiita jina la kile kisima Eseki, kwa sababu waligombana naye. Wakachimba kisima kingine, wakagombania na hicho tena, akakiita jina lake Sitna. Akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania, akakiita jina lake Rehobothi. Akasema, kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Akapanda kutoka hapo mpaka Beersheba. Bwana akamtokea usiku ule ule, akasema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu baba yako, usiogope, maana mimi ni pamoja nawe, nami nitakubarikia na kukuzidisha uzao wako kwa ajili ya Ibrahimu mtumishi wangu. Akajenga madhabahu huko, akaliitia jina la Bwana, akapiga hema yake huko, na watumwa wa Isaka wakachimba kisima huko. Ndipo Abimeleki akamwendea huko Gerari pamoja na Ahuzathi rafiki yake, na Fikoli na jemedari wa jeshi lake. Isaka akawauliza, mbona mwanijia nanyi mmenichukia mkanifukuza kwenu? Wakasema, hakika tuliona ya kwamba Bwana alikuwa pamoja nawe, nasi tukasema na tuwapiane sisi na wewe na kufanya mapatano nawe, ya kuwa hutatutenda mabaya, iwapo sisi hatukukugusa wewe, wala hatukukutendea ila mema, tukakuacha uende zako kwa amani. Nawe sasa mbarikiwa wa Bwana. Basi akawafanyia karamu, nao wakala wakanywa. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakaapiana wao kwa wao. Kisha Isaka akawapa ruhusa, nao wakaenda zao kwa amani. Ikawa siku ile ile watumwa wa Isaka wakaja, wakampasha habari za kile kisima walichokuwa wamekichimba. Wakamwambia, tumeona maji. Naye akakiita jina lake Shiba. Kwa hiyo jina la mji huo ni Beersheba hata leo. Amen. Haya, fungu la 34 ilikuwa tumelisoma tayari, ndio naona tusiweze kurudia hapo. Tuliweza kuona na yale mambo ambayo yameweza kutokezea. Isaka amepatikana katika hatia ya uongo. Mfalme ameweza kupeana amri kwa watu wa mji ya kwamba
mtu yoyote asiweze kumfanyia Isaka mabaya, na maisha yanaendelea. Baada ya kukaa siku nyingi, Biblia inasema ya kwamba Isaka akaamua kupanda katika nchi ile, na alipopanda mazao, Biblia inasema ya kwamba fungu la 12 hadi 14 sasa, Biblia inasema kwamba Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki, na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kustawi hata akawa mkuu sana. Akawa na mali ya kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi. Hao Wafilisti wakamhusudu. Sasa Bwana ameweza kupewa nafasi katika nchi ile, na amepanda, na alipopanda Bwana akaweza kubariki kupanda kwake, na akaweza kuvuna sana kuliko watu wengine. Na si hivyo tu, Biblia inasema ya kwamba baada ya jambo hilo kuweza kufanyika, Isaka aliendelea kuongezeka katika mali, na akaongezeka mpaka akawa tajiri sana. Sasa kitu tujue ni kwamba Isaka hakuwa maskini. Labda hili ulijue. Isaka hakuwa maskini kwa sababu tumeona ya kwamba Isaka alirithi kutoka kwa babaye, na mila za wakati ule zinamruhusu aliye mzao wa kwanza anachukua nusu ya urithi ambao baba yuko nao. Ndio maana tuliona ya kwamba wale wanasita wengine ambao Abrahamu aliweza kuwazaa na yule mke wake wa pili Ketura, baada ya Sarai kufa, waliweza kugawanyiwa. Niliwaambia katika mila za Kiyahudi hazikuwa zinaruhusu mke wa pili, watoto wa mke wa pili waweza kuwa na urithi sawa katika familia. Hapana, hawakuwa wanapewa urithi sawa. Yule wazao wa mke wa kwanza ndio wenyewe walikuwa wanapewa urithi, na urithi ulikuwa unagawanywa kwamba mzao wa kwanza anachukua 50% ya ule urithi wote, halafu wale wengine watakaobaki wanagawanya ile 50% nyingine. Hawa wengine ambao watakuwa wamezaliwa kutoka kwa mke wa pili, baba wa boma alikuwa anaamua kuwabariki na vipawa, na kisha kuwaondoa katika boma waende kukaa mahali pengine. Mila hazikuwa zinawatambua kama wana katika, lakini nikakuonya kwamba usijaribu hili hapa Kenya leo. Ukijaribu hilo utajiona hapo ndio utakuwa unagawanywa 50% ukienda kwa yule mke mwingine na watoto wengine. Usijaribu hilo. Hizi ni mila za Kiyahudi. Sasa Isaka, kile ambacho kinamuondoa katika nchi aliyokuwa ni kwa sababu mtu huyu ni mfugaji, yuko na mifugo, na nchi ile imepigwa na ukame. Sasa akawa ameamua kuondoka, na akiondoka kwa sababu ya kuweza kulinda uhai wa wanyama, ndio anaelekea sehemu ya kusini ambayo ni kuelekea Misri. Anaingia katika mji wa nchi ile ya Gerari, anakutana na mfalme Abimeleki. Na niliwaambia Abimeleki si jina la mtu, ni title ambayo inapewana mahali pale. Sasa mtu huyu amepanda na Bwana akambariki, na akambariki sana. Bwana alimbariki continuously. Kama alipanda mwaka wa kwanza aliweza kufanikiwa, na akafanikiwa zaidi. Mifugo yake ikazidi kuongezeka na kuzaa, such that akawa mkubwa mpaka wale watu wa mji wakaanza kuogopa. Huyu bwana mbona anazidi sana? Inawezekana kwamba Isaka aliweza kufanya kama baba yake alivyofanya. Ni kwamba aliweza kujitengenezea jeshi lake, na kwa sababu hiyo akaanza kuwatisha kwa yule mfalme. Kwa sababu si rahisi, si kawaida kwamba mfalme anaweza kutishika kwa sababu ya mtu ambaye ni tajiri katika nchi. Chris Kirubi amewahi kuwa tajiri sana katika nchi hii kuliko hata Ruto. Labda Ruto amemzidi sasa, lakini utajiri wa Chris Kirubi kabla ya kufa kwake ulikuwa umebeba 30% ya uchumi wa Kenya. Katika lugha nyingine ni kwamba kama Chris Kirubi angeweza kuondoa utajiri, uwekezaji wake wote katika nchi ya Kenya, na akaamua kupeleka nchi nyingine, uchumi wa Kenya ungeweza kutetemeka. Lakini uliona hata siku moja Ruto akiweza kutishika kwa sababu ya Chris Kirubi ni tajiri? Halikuweza kufanyika. Kwa hivyo kile kinawezekana hapa ni kwamba Isaka aliweza kujitengenezea jeshi kama vile babaye Abrahamu aliweza kujitengenezea. Hivyo mfalme wa nchi ile akatishika na akaona ya kwamba mtu huyu anaweza kuwa tisho. Sasa ule kufanikiwa kwake ukamfanya watu watishike na waweze kumfukuza.
Wachawi huwa pia wako na asili ya namna hii ya kwamba mafanikio ya watu yanawauma. Sasa jichunguze hata wewe, maana nisema wachawi basi unafikiria wala akina Karumanzila ambao wanatembea na vidude vile. Hii ni roho ya ubaya ambao hata watu makanisani tuko nao hapa, lakini mtu akiona tu mama mwenzake ameingia hapa amevaa vizuri na kiatu kake mama anaumwa, ibada ikiisha anakusanya mama wengine kando na kwanza, unamuona vile amevaa, unamuona kujipendekeza. Sasa hiyo ni roho ya uchawi. Hiyo ilimfanya hapa bwana huyu anafukuzwa Isaka, na hakuna kitu ambacho ameweza kukosea. Fungu la 15 hadi 17. Na vile visima vyote walivyochimba watumwa wa baba yake siku za Ibrahimu babaye, Wafilisti walikuwa wamevifukia wakavijaza kifusi. Abimeleki akamwambia Isaka, utoke kwetu, maana wewe una nguvu sana kuliko sisi. Basi Isaka akatoka huko akapiga kambi katika bonde la Gerari akakaa huko. Amen. Sasa kuna kisa hapo ambacho kilikuwa kimetokea na tulikiona mlango ule wa 22 wakati mfalme huyu wa Gerari alipoweza kumwendea Abrahamu, na Abrahamu akamwambia, kabla tuongee, kuna mambo ambayo nataka tuyarekebishe. Kuna jambo ambalo wachungaji wako walikuwa wamenifanyia. Na Abrahamu katika siku za kukaa kwake alikuwa amechimba visima. Labda huelewi, sehemu ile ya Israeli ni sehemu kame sana, mahali pakiwa, ambapo kwa sababu ya ukame ilifika wakati wa majira katika mwaka ama baada ya miaka, ambapo maisha ya watu na maisha ya wanyama yangeweza kuhifadhiwa tu kwa kupatikana maji kutoka kwa visima. Na huko kuchimba kwenyewe kisima halikuwa jambo rahisi, ilikuwa ni kazi ngumu, kwa sababu sehemu kame inakuwa sehemu yenye mawe. Kwa hivyo kuweza kuchimba kisima si rahisi. Hata hapa Mombasa unajua, ukianza kutaka kuchimba kisima unalipisha pesa nyingi, sijui ni kama 100,000. Mimi nikifanya utafiti nilijua kuchimbiwa kisima kama ni kutumia mashine ni 100,000. Kama ni hao ambao watachimba sijui wanachaji mita moja kiasi gani, pesa ngapi kwenda chini. Kwa hivyo ukitaka kama ni uchimbiwe kisima cha mita kama 70 kwenda chini, hauwezi ukalipa chini ya 100,000. Ilikuwa hivyo hata wakati ule. Kwa hivyo kisima kilikuwa kitu cha thamani sana katika maisha ya watu wa mahali pale. Kisha ilionyesha kitu moja, ya kwamba mtu yote aliyekuwa na uwezo wa kuchimba kisima basi ni mtu anayeheshimika, kwa maana ana uwezo mtu huyu kualiko watu wengine. Na Abrahamu akawa amechimba visima vyake, halafu watu hawa wa Kanaani kwa sababu ya wivu wakavifunika. Wewe imagine ile shida huyu mzee ambaye alipitia hapa nyuma kwa huu ukuta wetu, huo muda aliochimba, alafu saa ile umemaliza, mtu anakuja anachukua hicho kisima anakifunika. Sasa jambo hili likaendea, hawa watu wa mji huu wa Filisti wakaweza kuja, hawa Wakanani hawa wakavichukua visima vile wakaweza kuvifunika. Na tunaona ya kwamba Abimeleki sasa anaona ufanisi wa Isaka, na huo ufanisi unapelekea kwamba waweze kumfukuza. Na anapofukuzwa Isaka, hatuoni ya kwamba akisema nitapigana ili nikae mahali hapa. Na ni mtu aliyekuwa na uwezo, ni mtu ambaye alikuwa ametreniwa kama wanajeshi na babake, kwa sababu kati ya wanajeshi ambao Abrahamu aliokuwa nao 318 haikosi kwamba mwana huyu amepewa ufahamu. Na unajua mpaka sasa, mpaka ujue hadi sasa kule Israeli, Mwisraeli yoyote, moja ya mafunzo ambayo tunaita primary ama elementary teachings ambazo ni lazima uzipate ukiwa unakuwa kama Mwisraeli ni habari ya vita na wanajeshi.
huko na mwaka ule ni 2012 wakati hoteli hii iliweza kuvamiwa hii hapa Kanamai. Al-Shabaab Al-Qaeda walipoingia katika hoteli ile kuenda kuilipua, walikuwa wanawalenga Waisraeli, maana walikuwa wako pale ndani. Lakini unajua ni wakina nani waliokufa? Akina Charo na Kahinde na Kadenge. Kwa sababu sisi ni Wakenya, hatujui mambo ya kufundishwa jeshi. Waisraeli wanajua mlio wa grenade, wanajua mlio wa bomu, wanajua tactic ambayo inaweza kufanyika wakati bomu imeweza kulipuliwa. Bomu ilipoweza kulipuliwa, Waisraeli wote waliokuwa mahali pale walianguka chini, kwa sababu bomu ikipigwa mahali huwa ikilipuka inaachilia sumu. Sasa hii sumu inasafiri kama mishale. Kwa hivyo ukisema unakimbia kwa kuwa umesikia mlipuko, ile sumu ndio inakudunga dunga, unaanguka, unakufa, inakupasua pasua. Waisraeli walilala chini. Nasijui na ngapi walioweza. Fikiria haya yanaweza kuwa yapo. Hayo ni kwa sasa, utafiti wangu umenionyesha hivyo. Ila Isaka akiwa na uwezo huo hata wa kijeshi, labda angeweza kupigana. Hakuona kuna haja ya kupigana. Alipofukuzwa akaamua kutoka. Hili ni jambo la msingi, ya kwamba si kila vita katika maisha lazima upigane. Hapana, si kila vita katika maisha. Muulizeni Jackson hapa, huyu ni mwanajeshi wetu, ukimjaribu utaona vile utaonyeshwa. Lakini atakwambia moja ya silaha za kuweza kujikinga kama mpiganaji, kukimbia ni moja ya silaha. Hivyo si ni kweli? It's not, si kila mahali ukivamiwa ni mpaka uanze kuweka ngumi na mateke na kuanza kupiga. Hapana. Kama inakulazimu, kama ukiweza kukimbia utapona, si ukimbie tu na sasa nyinyi mnasema ni uoga. Mimi si uoga, mimi ukinijaribu nitakimbia. Isaka, tutoke huko jameni. Isaka akaamua kutoka. Hakuona haja ya kupigana. Akaamua kutoka, na alivyotoka akaweza kutoka na kuelekea sehemu ya kusini bado mwa nchi hiyo. Na fungu la 18 hadi 19 tunapata maneno haya: Isaka akarudi akavichimbua vile visima vya maji walivyovichimba siku za Ibrahimu babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Ibrahimu, naye akaviita majina kufuata majina aliyoviita babaye. Watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yaliyobubujika. Amen. Sasa Isaka ameondoka. Tunajua kwamba hakuenda mbali sana. Walipomfukuza aliondoka na akaenda. Na sasa Isaka akarudi. Samahani, nilikuwa nimewambia mlango wa 22 tulipokutana na visima. Ni mlango wa 21 fungu la 30. Kwa hivyo Isaka anarudi, na anarudi kwa visima vile vile ambavyo babaye alikuwa ameweza kuvichimba. Akavichimbua vile visima walivyokuwa wamevichimba siku za Abrahamu babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamevifikia baada ya kufa kwake Ibrahimu, naye akaviita majina kufuata majina alivyoviita babaye. Watumwa wa Isaka wakavichimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Sasa amerudi, na tunaona kitu ambacho Isaka anaweza kukifanya. Arudi katika visima vile, na anaenda hapa katika imani, akifanya kazi na kujitahidi katika kuvichimba tena visima hivi. Na katika juhudi aliyo nayo Isaka, Bwana Mungu anaangalia juhudi yake na kuweza kuibariki. Lakini kitu kingine kinafanyika. Isaka anapochimbua vile visima, tunapata kwamba anaviita na majina yale yale ambayo babake aliweza kuviita. Anaitambua kazi ya babake na anaheshimu kazi ambayo babake ameweza kuifanya. Hivyo anayarudia yale majina ambayo baba aliweza kufanya. Na tunaona ya kwamba watu ambao ni wafugaji, ama watu hawa wa kuhamahama, the nomadic husband, tunaona kama vile ambavyo nimeelezea ya kwamba visima vilikuwa
it was a necessity. Haikuwa ni kitu cha starehe, ilikuwa ni hitaji kubwa ya kwamba unapokuwa na kisima peke yake uko salama. Unajua tunapoongea haya mambo wengine hamuelewi. Sababu mmezaliwa Mombasa. Niulizeni mimi nimezaliwa kule Bamba, Zariguta. Marehemu mamangu, ndugu yangu mkubwa yuko hapa. Huyu yuko hapa, ndugu yangu mkubwa. Wangeweza kuondoka wakati sisi tukiwa wadogo. Wanatoka nyumbani saa 9 usiku wakienda kutafuta maji, na watarudi kwa boma saa 9 mchana akiwa na mtungi mmoja wa lita 20 na mtungi mmoja wa lita 5 ambao huwa wanabeba wakinywa njiani, kwa sababu wameenda kutafuta maji ya kunywa. Sasa mimi nikisoma maneno kama haya na relate vizuri, ninaelewa vizuri. Huyu tunatoka na yeye Bamba huyu, lakini yeye haya mambo hayajui. Yeye amekulia Balindi. Wapendwa, hii ndiyo hali halisi ilikuwa kule. Kuna mahali ambapo maji ni dhahabu. Maji ni dhahabu. Sasa usiulize kuoga. Lakini Mungu alikuwa amefanya toleo moja pale kwetu. Kulikuwa na kamto kadogo, sijui kama bado kako, tulikuwa tunakaita Bilulu. Ukifika Bamba, Kidemu, hawa wanakujua, hawa wameenda kule Kidemu. Kuna kamto kengine, na hii ni ajabu, kule kwetu katika ule ukame, sijui ilikuwaje, kwamba tuko na hata kamto mpaka sasa, ambako hakakauki, lakini maji yake ni chumvi. Sasa hiyo ndio ilikuwa inatusaidia. Kuoga kwetu ilikuwa inategemea maji hiyo hiyo. Na kufua tunaenda tunafua nayo. Na ni maji iko na chumvi kabisa, si kama hii ya visima vya Mombasa. Sasa tunaona ya kwamba visima ilikuwa ni hitaji. Haikuwa kitu cha starehe kama vile tunavyofikiria sasa. Na hii kazi ambayo Isaka anafanya, there is a powerful spiritual illustration. Ni kwamba Isaka anarudi katika visima vile ambavyo baba aliweza kuvichimba, na anavichimba tena, anaviita na majina yale yale. The spiritual resources that sustained previous generations are available for us today, if we will seek them with faith, work and commitment. Angalia maisha ya sasa ya kanisa na maisha ya zamani huko nyuma ambako tumetoka. Siku hizi kanisani kumekuwa na vituko vingi, lots of gymnastics, ambazo unapoziangalia vile vitu zinafanyika katika nyumba ya ibada, ukirudi kwa maandiko hauvioni mahali. Tunajiuliza vitu hivi vimetokezea wapi? Sarakasi hizi nyingi zimeweza kutokezea wapi? Haya yameweza kutokezea kwa sababu watu wametafuta kujibunia mbinu wenyewe wanazofikiria kwamba hizo wanaweza kuzitumia kumwabudu leo Mungu, bali na kile ambacho Mungu ameweza kukiamrisha kiweze kuangaliwa. Isaka alitumia visima, sisi tunatumia maandiko, Biblia takatifu, kuweza kuona kile ambacho Bwana Mungu ameweza kuagiza kwa ajili ya kuishi kwetu na utauwa wetu. Hivi watu siku hizi mko tayari hapa hivi hata nikaleta chumvi hapa nikaanza kuwauzia? Hivi mkaona tu hapa nikaleta chumvi hapa, niwaambie leteni pesa hapa, nunueni hii chumvi, ukiweka hivi kwa nyumba yako utakuwa salama? Alafu angalieni na ile akili kubwa huwa mnatumia, sitaki kusema akili ndogo. Wale watu wanaowauzia chumvi ili mkaeke kwa nyumba yenu kuwa ni salama, umewahi kwenda kwao ukaona mahali wao wanaishi? Wako na askari kwa mlango. Sasa mbona wachukue askari waweke kwa mlango kama hiyo chumvi yao inawalinda? Si nao wamwage tu hiyo chumvi? Pauli akianza kudanganya watu ya kwamba yeye ni Yesu, ni Masihi, akidudanganya kwamba watu wameponya ukimwi, na sisemi kwamba Mungu hawezi kuponya ukimwi, Mungu anaweza, lakini kukiwa na uongo ndio nakataa.
Yeye mwenyewe akiwa anaugua, mguu wake ni mgonjwa, anapanda ndege anaenda Italy kwenda kutibiwa. Nyinyi watu tunaweza kuzihusisha akili zetu katika ibada zetu. Unayakumbuka maneno haya makubwa Yesu aliyomwambia yule mwanamke pale kisimani, ya kwamba sikia ewe mama, siku yaja na sasa saa ipo, Bwana anatafuta waabudu halisi watakao mwabudu Mungu katika roho na katika kweli. Kweli, it is when we engage our mind in our worship. Naweza kusema hivi wapendwa, nikiongezea ya kwamba kitendo hiki ambacho Isaka anakifanya, fungu hili la 18 na 19, kama tutahitaji visima vya imani, neema na hekima, mabadiliko, mambo haya yote yanapatikana kwa muamini leo kama vile ambavyo ilipatikana katika vizazi vya zamani. Kuna watu katika maandiko ambao walimtegemea Mungu. Tunaweza tukamtegemea Mungu hata leo. Lakini jambo ambalo tumeweza kuliona katika fungu la 19 ni kwamba Biblia inasema watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Sasa haya yalikuwa mafanikio makubwa. Kule kwetu hata sisi watu tunachimba visima, na ni miujiza tu kwamba Mungu anaturehemu kiasi hicho. Mama hii ni anaweza kukubaliana na mimi. Huyo pia anatoka Bamba kwetu. Niko na Wabamba hapa nyinyi. Wakati tunachimba kisima, kinatoa maji yanayobubujika. Visima vile ambavyo vilikuwa vimeweza kuchimbwa na Abrahamu hatujatajwa kama vilikuwa vya namna gani, lakini wafanyaji kazi, wachungaji wa Isaka walienda katika bonde na wakachimba, na walipochimba Biblia inataja ya kwamba wakapata kisima ambacho kina maji yanayobubujika kutoka ndani. Isaka aliweza kutambua kitu ambacho Abrahamu hakuwa ameweza kukipata. Isaka aliweza kupata kisima kilichochema cha maji yanayobubujika. Hii ilikuwa ni toleo la kimajaliwa lake Mungu ambayo Isaka aliweza kulipokea kutoka kwa Baba, na dhihirisho la Roho Mtakatifu ambaye anakuwa kisima cha maji yanayobubujika mioyoni mwetu watu wanaompokea Bwana Yesu. Fungu la 20 hadi 23. Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo akakiita jina la kile kisima Eseki, kwa sababu waligombana naye. Wakachimba kisima kingine, wakagombania na hicho tena, akakiita jina lake Shitna. Akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania, akakiita jina lake Rehobothi. Akasema, kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Akapanda kutoka hapo mpaka Beersheba. Amen. So Isaka baada ya kuchimba visima vile, hawa Wagerari, hawa Wakanani, hawa Wafilisti bado wakamfuata na wakaanza kugombana naye. Na kisima kile cha kwanza akaweza kukiita jina lake Eseki kwa sababu waligombana naye. Neno Eseki ni vile ambavyo nilikuwa nimesema linaashiria watu wenye chuki, roho ya kichawi, watu wachawi. Anakiita Eseki, yani ni chuki, na kile kingine anakiita Sitna, ambayo ni kupigana ama ung'ang'ania. Ni mambo tu
yaliyo na maana kama sawa, na wanawafukuza, lakini tunaona wanapoondoka akaenda kuchimba kisima kingine. Fungu la 22, akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania, akakiita jina lake Rehoboath, akasema, kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Akapanda kutoka hapo mpaka Beersheba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaona kile ambacho kinaendelea, na hivi ndio adui huwa anashinda akifuatilia watu wa Mungu. Ndio maana mfano tunaweza kusoma asubuhi ya leo katika kitabu kile cha Injili ya Daktari Luka mlango wa 18. Yesu anawaambia imewapasa muombe siku zote. Mkristo, hata unapoomba na kupata ushindi, usichelee, usiache kuomba, endelea kuomba, kwa sababu adui halali. Biblia ikimtaja katika waraka wa Petro inamtaja kwamba na yule mwanaye wa ripoti kwa baba, your accuser, the adversary, yule anayewashtaki kwa baba, yule shetani ibilisi, huzunguka. Tunapopata ushindi, wakati mwingine watu wana tabia moja. Unapoombea kitu na ukaweza kupata, sasa unaacha kuomba ya kwamba nimepata kile ambacho tunataka. Hapana. Ukiomba hata ukipata, kwa kuwa unajua kimetoka kwa Mungu, endelea kumlilia Mungu ili aendelee kukihifadhi. Huwa ninasema what comes from God, kutoka kwa Mungu, kinahifadhiwa na nguvu za Mungu, kwa sababu hicho ndicho ambacho adui huweza kukitafuta. Na baada ya kuendelea kufanya hivyo, amepata kisima hiki kinachoitwa Rehoboath. Katika neno hili Rehoboath inamaanisha kwamba Bwana ameniweka mbali na taabu zangu. Isaka aliweza kuwa na ushuhuda juu ya uaminifu wa Mungu na baraka zake, na hii inamaanisha Bwana Rehoboath, Bwana ametutengenezea nafasi. Na Isaka anasema basi hapa tutazidi. Baada ya maagano yale ya mlango wa 15, Bwana Mungu akimwambia Abrahamu ya kwamba vizazi vyako kuna siku vitaweza kuja kuwa watumwa katika nchi ya ugenini. Tunapoanza kitabu cha Kutoka, tunaonana na watu ambao wanaweza kutoka wakienda Misri kuweza kwenda kutafuta chakula. Sijui ni watu 7 wale, lakini baada ya kuendelea na kukaa katika nchi ya Misri, Bwana anaendelea kuwaongeza na wanakuwa jeshi mpaka Misri inatishika tena. Unafikiria ni nini ambacho kinaendelea hapa? Kile kinachoendelea hapa, Bwana anapoendelea kumpea ushindi Isaka baada ya ushindi na ongezeko baada ya ongezeko, Bwana anailinda ahadi ile ambayo ameitaja katika fungu la 3 na fungu la 4, akimwambia Isaka. Hebu soma fungu la 3 na la 4 katika mlango huu. Kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki, maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote, nami nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako. Nitazidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, nami nitawapa uzao wako nchi hizi zote, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia. Amen. So Isaka anatoka mahali hapo, na anapotoka ona kuna mahali anaelekea, na Biblia inasema ya kwamba fungu la 23, akapanda kutoka hapo mpaka Beersheba. Beersheba ndio mahali penyewe ambapo aliweza kuachwa na baba yake Abraham. Na unatambua ya kwamba Abraham katika siku za uhai wake
hakutaka kwa njia yoyote ile Isaka aweze kutoka katika nchi ile ya Kanaani. Mlango ule wa 24, wakati akianza kumtafutia mke, Abrahamu anamwambia Elieza ya kwamba ninapokutuma kwenda kumtafuta mke kwa ajili ya mtoto wangu, hakikisha ya kwamba by all means usimchukue mtoto wangu kumpeleka katika nchi ile ya Padan Aram, mahali mimi nilipotoka. Mwanangu akae hapa hapa, kwa sababu Abrahamu alijua ya kwamba ahadi alizozipewa na Mungu zilikuwa zitimie katika nchi ile ya ahadi. Isaka alikuwa asitoke mahali pale, na tutayaona mambo haya labda kama tutaweza kuangalia Kristo anavyoonekana katika mlango huu. Hii ni njia moja ambayo Kristo ataweza kuonekana. Kristo baada ya kuja kwake na kuweza kuishi katika dunia hii, isipokuwa tu siku ile moja aliyoweza kutoka kuendea mji wa Tiro kuenda kuhubiri, miaka yake yote ya huduma aliweza kuifanya katika nchi ya Israeli, maana alikuwa ni mwokozi wa nchi ile. Isaka haikumpasa kuweza kutoka katika nchi ya magano, katika nchi ya ahadi. Hivyo basi ameweza kutoka katika nia yake kuamua kwenda mahali anapoenda. Bwana anakutana naye katika mji wa Gerari na anamwambia do not go any further. Anabaki pale na shida zinatokezea, lakini angalia kile Bwana anachofanya. Anazitumia zile shida kumgeuza Isaka kuweza kurudi mahali ambapo anapaswa kuwa, na mahali hapo ni Beersheba. Tunaweza kusema kama mwaraka yule wa Warumi mlango wa 8 fungu la 28, na tunajua ya kwamba kwa mambo yote hutendeka kwa wema kwa ajili ya wale walioitwa kwa kusudi lake Bwana Mungu. Kwa hivyo hivi vita vyote ambavyo Isaka anavipitia, kumbe ameweza kuondoka mahali ambapo palimpasa akaweze kuwa. Aliondoka Beersheba kuenda kutafuta msaada mahali pengine, na hata Bwana anapomfanikisha pale bado anamwambia ya kwamba this is not the right place for you to be. Hapa si mahali pako pasawa Isaka kuweza kuwa, mpaka urudi Beersheba. Njia ambayo Bwana Mungu anaitumia kuweza kumrudisha Isaka katika nchi ya maagano, tunaona vile ilivyokuwa ni njia iliyo ngumu. But then Isaac saw these words as vital they were, the blessings of God. He saw them more as God's gracious blessing than the result of his hard work. Then he went up from Beersheba. God used the conflict to lead Isaac back to where he was. Of course, none of this lessened the responsibility of those who unjustly opposed Isaac. Sasa hili ni jambo ambalo tutaweza kuliona pia, ya kwamba katika mchakato huu wote unaofanyika, Mungu anamgeuza Isaka kumwelekeza Beersheba. Lakini kuna watu hapa wabaya ama ambao nimewambia wana roho ya kichawi, roho ya wivu. Biblia haimchukui mtu yoyote. Tunajua ya kwamba Bwana Mungu anaweza kuruhusu kitu chochote kifanyike katika maisha yako, na anaweza kumtumia mtu katika kufanya ubaya kwako. Bwana anaweza kumruhusu huyo mtu kuweza kufanya ubaya kwako, lakini hata kama Bwana kila anachotafuta ni kulitimiza kusudi lake maishani mwako, huyo mtu ambaye anatumika katika kuyafanya maovu kwako bado anasimama mbele za Bwana kuwa mkosaji, kwa sababu hii ya kwamba wakati anaufanya ule ubaya juu yako, hafanyi kwa sababu kwa kufanya hivyo anafanya mapenzi ya Mungu, anafanya katika kutimiza mapenzi yake mwenyewe. Tutakapoendelea katika kitabu hiki cha Mwanzo, tutaona historia kuanzia mlango wa 38. Tutakutana na kijana wa Yakobo ambaye anaitwa Yusufu, ambaye anakuja kuuzwa na ndugu zake na kupelekwa Misri, na mambo mengi yanafanyika. Anashtumiwa kuwa ameweza kumbaka mwanamke, japokuwa ni uongo. Anapelekwa gerezani, anakuwa mfungwa, na baadaye tunaona Bwana anakuja kumuinua na kuweza kuwa mmoja wa waziri wakuu katika nchi ile.
Baada ya hayo ataweza njaa itaweza kutokezea katika nchi ya baba yake, na watu wote waliowaacha kule wanaweza kuletwa katika nchi hii, mahali ambapo Yusufu yupo. Yakobo anakuja kufa, na baada ya Yakobo kufa, wale ndugu zake Yusufu wanarudi kwa ndugu yao na kumwambia ya kwamba wanajitungia mambo ambayo Yakobo hakusema, ya kwamba baba alisema ya kwamba vile alivyokufa basi uweze kutusamehe, usitulipie kisasi yale mambo ambayo tuliweza kukufanyia. Maana walijua ya kwamba walipomchukua ndugu yao wakaweza kumtupa kwa shimo na baadaye kuweza kumuuza kule, wanajua kwamba walimfanyia ubaya, na sasa huyu mtu amekuwa ni waziri katika nchi, anaweza akawafanyia jambo lolote mbaya. Wanarudi na kumwambia ya kwamba baba alisema usitulipize kisasi, lakini Yusufu anajibu kwa kusema maneno haya. Ni mlango wa 50 fungu la 20 ama ni 45 fungu. Angalia Mwanzo 50 fungu la 20 kama sikosei, kama si hapo basi ni hapo. Nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Hebu anzia fungu la 16. Anzia fungu la 16 ndio uelewe. Wakapeleka watu kwa Yusufu kunena, baba yako alitoa amri kabla ya kufa kwake, akasema, mwambieni Yusufu hivi, naomba uachilie ndugu zako kosa lao na dhambi yao, maana walikutenda mabaya. Sasa twakuomba utuachilie kosa la watumwa wa Mungu wa baba yako. Yusufu akalia waliposema naye. Nduguze wakaenda tena wakamwangukia miguu, wakasema, tazama, sisi watumwa wako. Yusufu akawaambia, msiogope. Je, mimi ni badala ya Mungu? Nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Sasa unaona kile kimetokezea. Fungu la 14 wametoka kumzika baba yao, hiyo mlango wa 50, na wanasema hivi, ndio njama wanasema. Sasa wanaogopa. Yusufu akarudi Misri, yeye na ndugu zake na wote waliokwenda pamoja naye kumzika babaye. Baada ya kumzika babaye, ndugu zake Yusufu walipoona ya kwamba baba yao amekufa, walisema, wao wenyewe wanajisemea, labda Yusufu atatuchukia naye atatulipa maovu yetu tuliyomtenda. Sasa ndio wakatunga huu uongo, waanze kumwambia, baba alisema ya kwamba kabla afe wewe usitufanyie mabaya. Lakini ona kile Yusufu anasema. Yusufu anasema kuna mpango mkubwa zaidi ambayo Mungu alikuwa nao, nyinyi hamkujua. Mungu alikuwa ameona ya kwamba miaka mingi itakayokuja njaa itaingia katika nchi, watu wengi wataangamia. Mungu akapanga kunitumia mimi kuweza kuwa msaada kwa hiyo njaa, watu wengi wasiweze kufa njaa. Huo ndio mpango Mungu alikuwa nao. Kwa hivyo wakati Mungu anaruhusu Yusufu aweze kushikwa na ndugu yake, kutupwa kwa kisima, aweze kuruhusu kwamba aweze kutolewa kwa kisima na atupwe, aweze kuuzwa kwa peni 2 kuelekea Misri. Mungu anaporuhusu Yusufu akiwa Misri aweze kusingiziwa ya kwamba ametaka kulala na mke wa tajiri wake, na kumruhusu hata aweze kutupwa gerezani. Haya mateso yote Yusufu anayoyapitia, Mungu ameruhusu aweze kufanyika, kwa sababu kile anatafuta ya kwamba ni kutoka gerezani ambako Yusufu ataweza kuunganishwa na mfalme na Farao, na ni kutoka hapo ataweza kupandishwa chao. Bwana ataachilia roho ya hekima ndani ya Yusufu ya kuweza kufafanua ndoto, na mwishowe kuweza kuwa mtu mkubwa. Mungu amekusudia kuja kuokoa. Lakini hapa kuna mandugu ambao wakati wakimchukua huyu na kuweza kumtupa, walikuwa wanafanya hivyo kwa sababu ya wivu, walikuwa wanafanya hivyo kwa sababu ya chuki, walikuwa wanafanya hivyo kwa sababu ya tamaa zao wenyewe. Sasa katika hilo Mungu anawashikilia kwa wakosaji, na adhabu wataweza kuipata. Na vivyo hivyo tunapoangalia mlango huu, kile ambacho kinafanyika kikubwa, labda kwa umekiona, kione sasa. Mungu alikuwa anaruhusu haya mapigo yote yao Wakanani aweze kufukuzwa pale
aweze kufunikiwa visima vyake na kile kinafanyika. Mara ya kwanza alipofukuzwa alienda tu mbali kidogo kwa lile bonde, na Mungu akamfuata hapo hapo. Amechimba visima, hata amepata kile kisima ambacho kina maji ya kubujika, akisema ya kwamba sasa roho yangu sasa iweze kula na kunywa kama yule mpumbavu ambaye alipanda mashamba. Bwana Mungu pia anatokezea, Wafilisti wanamfuata hapo, anamfukuza, na kutoka hapo ndio anatoka anaenda Beersheba, na baada ya hapo hatuoni vita tena. Bwana anamfanikisha mahali hapo. Lakini hili haliwafanyi kuwa Wafilisti kuwa hawakuwa wakosaji. Ni wakosaji tu, kwa sababu walipovifunika vile visima, walikuwa wanafanya hivyo kwa sababu ya uovu wa mioyo yao. Hawakuwa wanafanya hivyo kama kulitimiza kusudi Mungu alilokuwa nalo la kuweza kumrudisha Yusufu Beersheba. Naomba niachie hapo kwa muda wangu umeenda. Juma lijalo Bwana akiridhia, tutaanzia fungu la 24, labda tutaweza kufika fungu la 34. Na tushukuru. Ninakushukuru Bwana, ushie milele. Hata nasi wakati mwingine Bwana tunatumia akili zetu na werevu wetu na hekima yetu kuweza kutafuta suluhu katika maisha, kama vile ambavyo Isaka aliweza kufanya. Na Bwana unaweza kutuachilia kidogo uone hekima yetu inaweza kutupeleka wapi. Lakini Bwana, katika kile ambacho tunaweza kukiita ufanisi, mara nyingi imeweza kuleta majuto na vilio, na hata tukaweza kupoteza vile vyote ambavyo tulizipata na kuvihesabu kuwa ni ushindi wetu. Lakini Bwana, haya yote huweza kufanyika chini ya mkono wako wenye nguvu, ili wewe Bwana kuweza kujitimizia kusudi lako juu ya maisha yetu. Naombea kila mmoja wetu Bwana, na hata mimi mwenyewe binafsi, kama kuna mahali ambapo Bwana fanya maamuzi kama mimi kuitumia hekima yangu, Bwana ukaweze kunirudisha katika kusudi lako, katika nchi ile ya ahadi, katika mahali pale ambapo umepakusudia kwamba mafanikio yako. Maana Musa alipoweza kukua, alitambua ya kwamba ni bora aweze kuteseka na watu wake kuliko kuweza kuifurahia starehe ya muda katika nyumba ya kifalme ya Wamisri. Bwana akatupe kuweza kuazimia na kuwaza kama Musa, ya kwamba ni bora kama tutaseka katika mapenzi yako, maana ni heri kuliko wale wanaotafuta wenyewe kuhifadhi maisha yao wao za kuyapoteza, lila wale wanaoyapoteza kwa ajili yako hauweza kuyahifadhi. Katupe sasa Bwana kukutegemea wewe, wala sikuzitegemea akili zetu mwenyewe, maana umetuonya katika kitabu kile cha Mithali ya kwamba tumtegemee Bwana Mungu kwa akili zetu, na tusizitumainie akili zetu wenyewe. Tusaidie Bwana katika safari yetu hii ya wokovu, tukaweza kumtazamia Kristo, yeye aliye jawabu la kweli na la amani katika maisha yetu. Bwana, tuangazie na jua lako la neema. Tunapofanya maamuzi yetu kila uchao Bwana katika maisha haya, tuyafanye kama yalivyo makusudi ya mapenzi yako. Tusikwepe Bwana mpango wako katika kutumia hekima zetu, bali Bwana katika upumbavu wetu tukaenende katika hekima yako. Hilo ni bora zaidi na la faida. Na kulilia Bwana ukaweza kutukarimia haya sisi wenye kuathiriwa na dhambi. Bwana uturehemu, utushike kwa mkono wako wa kuume na kutufanya tukaeze kuwaza kama yalivyo mapenzi yako na kutenda. Katika jina kuu la Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Amen.